Haleluya, karibuni sana katika jina la Yesu Kristo. Tushiriki neno la Mungu siku ya leo. Tunashiriki neno la Mungu kutoka kitabu cha 2 Samuel 9 kuanzia hapo mstari wa kwanza. Na ujumbe wa leo tumeuita ya kwamba mfalme hajakusahau. Jina la Bwana lipewe sifa. Na tunajifundisha habari ya maisha ya mtu aliyekuwa anaitwa Mephibosheth. Alikuwa mwana wa Jonathan na alikuwa mjukuu wa mfalme Sauli, Saul. Jina la Bwana liinuliwe. Tunaona kwa habari hii yake ya kwamba akiwa na umri wa miaka 5 alianguka na akawa kilema miguu yake yote miwili. Jina la Bwana liinuliwe. Na tunaona hapa tukiendelea kuona ya kwamba baada ya kifo cha baba yake na babu yake ambaye alikuwa anaitwa Saul, tunaona huyu Mephibosheth aliishi katika nchi iliyokuwa inaitwa Lodeba. Na Lodeba ni nchi inaonekana ilikuwa nchi mahali pa upweke, ni mahali palikuwa pa umaskini mwingi sana, ni mahali palikuwa pa kusahaulika, ni mahali tunaona ya kwamba hadhi yake ilikuwa haikuwa hali nzuri. Jina la Bwana lipewe sifa. Na Mephibosheth tunaona ya kwamba hakuwa na tumaini la kurudi katika hadhi yake ya kifalme. Jina la Bwana liinuliwe. Lakini tunaona siku moja mfalme Daudi akamkumbuka kwa sababu ya agano aliyokuwa ameweka na mfalme na mtoto wa Saul aliyekuwa anaitwa Jonathan. Walikuwa wamekula kiapo na wakaweka covenant, na tunaona ya kwamba hapo ndipo sasa tunaona sasa after David kukumbuka hiyo covenant, sasa hapo ndio maisha yake yakabadilika. Jina la Bwana lipewe sifa. Wacha tusome mstari wa kwanza tuone 2 Samuel 9:1 inasema, kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtenda mema kwa ajili ya Yonathani? Jina la Bwana lipewe sifa. Nauliza kama kumebaki mtu katika nyumba ya Daudi. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa tunaona Mephibosheth huyu alikuwa amesahaulika na watu, huko alikuwa anakaa Lodeba, alikuwa amesahaulika na watu, lakini wapendwa, Mungu hakuwa amemsahau. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaona hapa Daudi alimtafuta mpaka akampata. Akamuulizia, hakuna mtu amebaki katika nyumba ya Sauli. Akaulizia mpaka akampata. Jina la Bwana liinuliwe. Hata hali hii ya mtu huyu anaitwa Mephibosheth ni hali ya watu wengi siku ya leo. Watu wengi wanajisikia kama Mephibosheth. Jina la Bwana liinuliwe. Wengi wameumizwa na maisha. Jina la Bwana liinuliwe. Wengi wameumizwa na hali. Wengi wamepoteza mali yao, wamepoteza vitu zao. Wengine wamepoteza wapendwa wao. Jina la Bwana liinuliwe. Wengine wamekataliwa. Jina la Bwana liinuliwe. Wengine wamefujika mioyo. Jina la Bwana. Kama hali hiyo ilikuwa na huyu mtu ambaye tunasoma habari yake anaitwa Mephibosheth. Jina la Bwana liinuliwe. Lakini habari njema ni ya kwamba, wapendwa, ya kwamba Mungu anajua ulipo. Vile alikumbuka mtu huyu alikuwa anaitwa Mephibosheth, akamkumbuka hata alikuwa mahali pamesahaulika, ambapo nchi ya kusahaulika, nchi ya Lodeba. Mungu wetu anakukumbuka na anakujua na jina lako, anajua hali yako, na anaona machozi yako. Jina la Bwana liinuliwe. Usifikiri ya kwamba mpendwa, Mungu amekusahau. Hapana. Hata kama uko katika hiyo nchi yako ya Lodeba, mahali pa kusahaulika, mahali pa husuni, mahali pa kujiuliza maswali, jina la Bwana liinuliwe. Mungu bado anakujua. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaona ya kwamba Daudi alimtafuta mpaka akampata. Jina la Bwana liinuliwe. Na akamwalika ili aje wakule pamoja na yeye. Tunaona ya kwamba Mephibosheth alipofika mbele ya mfalme, wacha tusome tuone ya kwamba tutasoma mstari wa 7 na wa 8, na ni vizuri mpendwa mahali huko usome hiyo yote. 2 Samuel 9:1
mpaka 13 usome, ni habari ambayo inatia mtu moyo sana. Tunaona ya kwamba mstari wa 7 unasema, akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutenda mema kwa ajili ya Jonathan baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mesani pangu daima. 8, akasujudu akasema, mimi mtu wako ni nini, hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi? Haleluya, jina la Bwana lipewe sifa. Tunaona hapa Mephibosheth wakati alifika mbele ya mfalme alijiita mbwa aliyekufa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa nini? Juu wakati aliitwa, alitumaniwa aende aitwe, alikuwa anatarajia kuja ahukumiwe. Alikuwa anakuja akitarajia anakuja kuhukumiwa. Jina la Bwana liinuliwe. Lakini wakati alifika, Daudi alimuonyesha rehema. Jina la Bwana liinuliwe. Akamuonyesha upendo, akamuonyesha kibali. Jina la Bwana liinuliwe. Tunaona ya kwamba hakupata kibali hichi kwa sababu ya uwezo ama matendo yake. Hapana, ni kwa sababu ya agano. Daudi walikuwa amefanya agano na baba yake Jonathan, walikuwa wamefanya agano. Hapa tunaona sasa hiyo agano ndio imefanya apate kibali, si sababu yake. Hata Daudi hakuwa anamjua, mfalme Daudi hakuwa anajua Mephibosheth, lakini sababu ya agano waliokuwa wamefanya na baba yake Jonathan akapata kibali. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, hata sisi pia vile sisi tunaokolewa si kwa sababu ya matendo yetu mema, hapana. Ni kwa sababu ya neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo. Hatuokolewi kwa sababu ya matendo mema. Jina la Bwana lipewe sifa. Haujakuwa vile ulivyo kwa sababu ya matendo yako mema. Hapana, ni kwa sababu ya neema kupitia Yesu Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Kupitia agano lake alilolifanya pale msalabani, akalifanya na damu yake. Tunapata access ya kuitwa wana wa Mungu kwa sababu ya kazi njema Kristo aliyoifanya. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaona ya kwamba wapendwa, hakuna mtu anayestahili wokovu, hapana, kwa nguvu, si kwa nguvu za mtu yeyote ama bidii yake mwenyewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunapokea neema kwa sababu ya Kristo. Jina la Bwana liinuliwe, aliyetupenda na akajitoa na akajipeana ili sisi kuweza kuitwa wana wa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake. Jina la Bwana liinuliwe. Hakuna haja ya kujidhalilisha. Tumepewa nafasi ya kwamba tuweze kukuja katika meza ya mfalme, kama vile huyu alipata nafasi kwa sababu ya baba yake Jonathan. Hata sisi tunapata nafasi kwa sababu ya Kristo Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaona ya kwamba tunaona Daudi hapa, tunaona akimrudishia Mephibosheth mashamba yake. Si tumesoma hapo tukaona ya kwamba mstari wa 7 tunaona amemwambia ya kwamba Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutenda mema kwa ajili ya Jonathan baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ya baba yako na ya baba yako. Jina la Bwana liinuliwe. Tunaona ya kwamba Daudi alimrudishia Mephibosheth mashamba yote ya Sauli, ya mfalme Saul. Jina la Bwana liinuliwe. Tunaona ya kilichokuwa kimepotea kilirudishwa. Heshima ya kijana huyu ambaye alikuwa sasa alikuwa nchi ya Lodeba, nchi ya kusahaulika, nchi ya umaskini, alikuwa hali yake imeshukishwa na hali ile aliyokuwa ndani yake. Tunaona sasa akirudishiwa heshima yake. Tunaona akirudishiwa urithi wake. Tunaona tumaini lake likirudishwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaona ya kwamba Mungu wetu na yeye tunayemtumikia na tunayemwamini ni Mungu wa kurejesha, ni Mungu wa urejesho. Mungu wetu anajuaga kurejesha kilichopotea. Jina la Bwana lipewe sifa. Anaweza kurejesha hicho mpendo ambacho kimepotea ndani yako, kama vile Mephibosheth alirejeshewa hadhi yake, akarejeshewa mashamba, akarejeshewa furaha, akarejeshewa
kile ambacho chochote chake kilichokuwa kimepotea. Naye Mungu wetu siku ya leo ni Mungu ambaye anajuaga kurejesha. Anaweza kurejesha hiyo furaha yako mpendwa, mahali ulipo, hiyo furaha ambayo imepotea. Mungu wetu ni wa urejesho, atakurejeshea hiyo furaha, hiyo amani iliyopotea. Mpendwa, acha nikwambie ya kwamba Mungu wetu hurejesha. Mungu wetu hurejesha kila chochote ambacho, hiyo tumaini ambayo imedidimia, hiyo tumaini ambayo imekufa. Wapendwa, Mungu wetu hurejesha, anarejesha, ni Mungu wa urejesho. Hakuna hali gumu kwa Mungu wetu, hakuna jambo gumu kwake. Mambo yote inawezekana. Atakurejeshea hiyo afya ambayo imedorora, atakurejeshea kwa sababu Mungu wetu ni wa urejesho. Atakurejeshea hadhi yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Mkabidhi Mungu wetu maeneo yote ambayo yamekulemea, maeneo yote ambayo yamefujika, maisha yako ambayo unaona it doesn't make sense. Mtupatie Mungu, anaweza kurejesha, sababu yeye ni Mungu wa urejesho. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaona ya kwamba Daudi alimwambia Mephibosheth ya kwamba utakula katika meza yangu siku zote. Hapo mstari wa 7b ukasoma hapo chini, anasema mstari wa 7 hapo chini anasema, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Jina la Bwana lipewe sifa. Ona, Mephibosheth ameambiwa atakuwa akikula katika meza ya mfalme siku zake zote. Jina la Bwana lipewe sifa. Si tunaona hii ni ishara ya kukubalika? Tunaona alikubalika. Tunaona amepewa upendo, amepata ushirika. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata kama alikuwa kilema, sababu tunaona ya kwamba alikuwa ameagushwa na mtenda kazi wao. Alikuwa ameagushwa akiwa na miaka 5, miguu yake yote miwili kafujika. Lakini tunaona licha ya kuwa kilema, alipokaa katika meza ya mfalme, hakuonekana tofauti na wale wengine. Alikuwa ameketi katika meza ya mfalme, miguu yake ilikuwa na ulema iko chini ya meza ya mfalme. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaona ya kwamba tunapokuja kwa Kristo Yesu, ambaye anatualika, anasema Njooni kwangu nyinyi nyote, anatualika katika meza yake. Licha ya hiyo ulemavu uko nayo, licha ya hiyo mambo ambao unaona imekulemea, mezani pa Kristo ukija, hiyo yote itakuwa chini yake. Hiyo yote atakuwa amekusamehe, dhambi zote atakuwa amekusamehe, na tutakuwa Kristo anapotuita tutakuwa wana wa Mungu, na tutashiriki kwa ufalme wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Anatuita ili yeye ni mfalme Yesu ni yeye anatuita, anatualika katika meza yake. Au haijalishi uko namna gani mpendwa, mahali uko, Yesu anakuita, anakuambia njoo wewe na hiyo mizigo yake, kuja, atakupatia upumziko mezani mwake. Hata kama uko na ulemavu wa aina gani, ukifika katika meza yake hautaonekana hiyo ulemavu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hautaonekana huo ulemavu. Hakuna jambo lililo gumu kwake. Hata kama unajiona namna gani, unajiona duni namna gani, ukija katika meza ya Kristo ambao alitulipia deni pale msalabani kupitia agano lake la msalaba na damu ya Yesu Kristo, ukija katika hii meza yake ambao anakuita siku ya leo, huo ulemavu uko nao, hizo shida ziko nazo zinasahaulika, kwa sababu utaketi pamoja na yeye na pamoja na wale wengine ambao ni wa ufalme wa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Au usiishi kama mtu ambaye amekataliwa mpendwa, wakati Mungu amekuita kuwa mwana wake. Wewe ni mwana wa Mungu. Mungu anakuita mwana wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Anakuita mwana kwa sababu Kristo ambaye tukufia msalabani akatuita, akasema for God so loved the world he gave his only begotten son. Tumepewa ambaye atakuja kutuleta katika hii meza ya mfalme. Kama siku ya leo vile tunaona ya kwamba maisha ya Mephibosheth iliweza kubadilika hiyo siku. Akatoka katika nchi ya kusahaulika, nchi iliyokuwa ya mateso, nchi ya Lodeba, nchi ya kusahaulika, nchi ya kusubuka, akaja akaketi katika meza ya mfalme. Hata siku ya leo wapendwa, nawaambia Mungu hajakusahau.
hajakusahau, anakukumbuka, anakujua na jina lako. Neema ya Mungu itakupata mahali uko. Neema ya Mungu ni tele sana, na anakupenda na anakuwaza mawazo mazuri. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata kama siku ya leo mpendwa, mahali uko unajiona maisha yako iko kama hiyo ya huyu mtu ambaye anaitwa Mephibosheth, ambaye alikuwa amejeruhiwa, alikuwa amekataliwa, alikuwa amepotea, alikuwa hata hana tumaini. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaona ya kwamba Mfalme Yesu anakuita na anakujua na jina lako, anakuita mahali uko, anakuita na jina lako, anakualika katika meza yake, na ni jambo rahisi sana kuja. Hata hiyo ulemavu uko nao, ukifika katika meza yake hautaiona tena. Hata kama maisha yako iko kama ya huyu hii habari tumeona ya Mephibosheth, ambaye alikuwa ametolewa katika hadhi yake, akashukishwa chini, akatolewa fasi yake ya heshima, akakuwa mtu duni. Tunaona sasa after kukuja katika meza ya mfalme, maisha yake yakabadilika. Mpendwa, hata wewe siku ya leo mahali yuko, Yesu Kristo hajakusahau. Jina la Bwana lipewe sifa. Neema yake inakuita, neema yake imekutosha. Jina la Bwana lipewe sifa. Upendo wake wa milele anakuita kwa upendo huu wa milele. Jina la Bwana liinuliwe. Mungu anakuita na anakupenda na anakuasa mema. Haleluya. Hakuna Mungu mwingine aliye kama huyu, ambaye anatupenda akatutumia Kristo ili aje atutafute mahali tulikuwa tumepotea. Usikubali kuteseka peke yako na huko. Usikubali kuteseka na dhambi. Usikubali kuteseka na hiyo misigo misito ambao umebeba. Hiyo magonjwa umebeba. Kristo anasema John kwangu, nileteeni yote. Hiyo misigo yote akutupe pumziko. Anakuita katika meza yake. Meza ya Kristo anakuita. Na mpendwa, uweze tu kusikia ya kwamba Kristo anakuita na jina lako na hajakusahau. Hajakusahau. Mfalme Yesu hajakusahau. Angali anakuita. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wapenda na Mungu anawapenda zaidi. Mbarikiwe na Mungu awatende mema katika jina la Yesu Kristo. Amen.